waliosoma tena tukio hilo kwa njia mpya, kwa azingatia maandiko, imani na upendo wa Maria Magdalena ni wa ajabu sana. Maria Magdalena akwenda kaburini kwa sababu alijua juu ya kile ambacho lazima kingetokea. Alikwenda huko kupaka mwili wa Yesu. Alikwenda huko kwa sababu anapenda Yesu sana na anaumiza kufungua hadi kufa. Maria Magdalena ndiye mwanamke ambaye Mtakatifu Luka anatuambia ambaye alikuwa ametolewa pepo 7 kutoka kwake. Hakika shetani lazima alileta uharibifu mkubwa kwa maisha yake na kumsababishia maumivu makali. Hata hivyo, tangu alipozaliwa na kuachiliwa, Maria Magdalena amekuwa mfuasi mashuhuri wa Yesu na akutazama nyuma katika kumfuata. Kama Maria Magdalena, sisi ni mitume. Kama Maria Magdalena, sisi ni mtume wa zama zetu ambayo tumeitwa kukimbia kwa furaha, kushiriki na kumtangaza Bwana ufufuka kwa jinsi tunavyoishi maisha yetu. Hata hivyo, hatuwezi kufanya hili vyema ikiwa kwanza atukuza imani na upendo wenye nguvu katika Kristo ufufuka katika mioyo yetu kama Maria Magdalena. Tunapopenda mtu kikweli kutoka ndani kabisa ya moyo wetu, tutaheshimu na hatutataka kumuumiza mtu huyo. Mtazamo wetu kwa maisha unapaswa kumwonyesha Mungu kwamba tunapenda na kumfanya kuwa Mungu wetu wa pekee, au kwamba tunapendezwa na miungu mingine. Tunaonyesha Mungu kwamba tunapenda kwa kushika amri zake na kwa kuheshimu utakatifu wa hekalu ambao sisi ni watu wakilisha. Hatupaswi kuruhusu ujuzi wetu na nyumba ya Mungu kuzaa dharau. Badala yake, ni lazima tujaribu kuonyesha Mungu heshima kwa kufanya yale ambayo yatapendeza na kulituza jina lake. Hebu tujifunze kujitenga kati ya mambo ya kidunia na matakatifu, na siku zote tufanye bidii kujijenga wenyewe kwa namna ambayo heshima kwa Mungu na amri zake huja kwanza juu ya kila kitu kingine ambacho tunaweza kutamani katika maisha haya. Ujumbe wa Pasaka ni ujumbe wa matumaini, ujumbe wa urejesho na ushindi. Sote tumeitwa kushiriki katika tukio hili kuu la kushangilia ushindi wa dhambi na mauti. Kifungu cha Injili ya leo kinatualika kutafakari juu ya nguvu ya kubadilisha ya ufufuo na kuzingatia majaribu yetu kwa ushahidi wa ushindi wa Kristo juu ya kifo na jinsi inavyoathiri imani yetu. Hebu tuwe mashahidi wa kweli wa ufufuo kwa jinsi tunavyoishi maisha yetu na kuhusiana na watu. Nuru ya Kristo lazima iangaze katika maisha yetu na katika mahusiano yetu sisi kwa sisi. Ni lazima tuwaongoze watu kwa Mungu. Baraka za Pasaka ziwe nasi sote na kutupa urejesho na matumaini. Amani iwe kwenu.
Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki tendo la kufara kuleta wokovu, kutukuza kila wakati Bwana, lakini hasa wakati huu kutangaza utukufu wako, kwa kuwa Kristo Pasaka wetu ametolewa sadaka. Kwa maana kwa kuyaharibu yale ya zamani, yote yaliyokuwa yameanguka yalifanywa upya, nasi tukarudishiwa ukamilifu wa uzima katika Kristo. Kwa sababu hiyo, katika upeo wa furaha ya Kipasaka, ulimwengu uzima unashangilia, lakini pia nguvu za mbinguni na majeshi ya malaika wanaimba utenzi wa utukufu wako, tukisema bila mwisho: Takatifu, takatifu, takatifu. Bwana kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa mkate akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akatwaa kikombe na akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema, twaheni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa kunikumbuka mimi. Fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu.
tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilishe katika upendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu Joseph Malola na wakleru wote. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako. Wapokee kwenu dasu wako. Tunakuomba utumie sisi sote ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, mitume mwenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika moja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, Bwana, tunakuomba tupoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tupolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, amani na wacheni, amani yangu na wapa, usitazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala daima na milele. Amani ya Bwana iwe daima nami. Mpehani amani.